Naam, karibu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humo nchini. Hali ya hatari na taharuki imetanda nchini huku gari la mgombea urais wa chama hiki maarufu mkoani Iringa likiweza kushambuliwa na wahuni wasiojulikana na kuporwa mawe. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya siasa za Tanzania imetikisika majira ya asubuhi kufuatia tukio la kushangaza lililohusisha kupigwa mawe kwa gari lililokuwa likitumiwa na mgombea urais wa chama cha ukombozi wa umma cha Umma Salum Mwalimu katika uchaguzi mkuu ujao. Gari hilo lililokuwa limetengwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kwa ajili ya kuwezesha harakati zake za kampeni nchi nzima liliweza kushambuliwa na watu wasiojulikana likiwa limeegeshwa katika mji wa Mafinga. Hata hivyo uliopo mkoani Iringa, mji huo iliweza kusemekana ya kuwa wahuni wasiojulikana walijitokeza na kulipura mawe. Gari hilo lililopata ajali ya dirisha la nyuma baada ya kupigwa na jiwe zito sana limekuwa ishara ya kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu uvumilivu wa kisiasa wa usalama wa wagombea katika kipindi hiki nyeti cha uchaguzi. Kupigwa mawe kwa gari la kampeni ya urais la Salum Mwalimu kumezua taharuki kwa wafuasi wake na wananchi ambao wengi wao wanafuatilia kwa karibu matukio ya kisiasa kuelekea uchaguzi huo. Wakati wa shambulio hilo, Mwalimu alikuwa ameachwa tu kwenye hoteli ya eneo hilo ili apumzike kwa usiku huo kufuatia shughuli za siku nyingi za kampeni. Kwa mujibu wa taarifa ya John Mrema, mkuu wa msafara wa mgombea huyo wa urais, tukio hilo lilitokea muda mfupi baada ya wajumbe wa timu ya kampeni kutawanyika kwa muda mfupi kuchukua chakula na dawa. Ni katika kipindi hiki kifupi ambao washambuliaji wahuni wanaaminika kugonga na kulipiga gari hilo mawe wakilenga gari moja kwa moja na kutoweka kabla ya kukamatwa kwenye eneo la tukio. Katika kukabiliana na kupigwa mawe kwa gari la mgombea urais, mamlaka ya polisi mjini Mafinga ilianzisha uchunguzi wa haraka. Ofisa mkuu wa wilaya OCD wa Mafinga alithibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa watu wanne wamepelekwa chini ya ulinzi kwa mahojiano. Wakati utambulisho na nia za washambuliaji zikiwa hazijafahamika, vyombo vya sheria vimewahakikishia umma kuwa swala hilo linashughulikiwa kwa uzito wa juu. Kupigwa mawe kwa gari la Salum Mwalimu, mgombea wa Umma, hasa kutokana na kuhusishwa kwake na mgombea urais, kumeibua wito wa nchi nzima kuimarishwa kwa ulinzi na utekelezwaji wa sheria bila upendeleo wakati wote wa mchakato huu wa uchaguzi na kampeni. Ukweli kwamba gari lililopigwa mawe ni mojawapo ya yale yaliyotolewa na NEC mahususi kwa ajili ya kuwezesha shughuli za kampeni za urais kumeongeza tu uzito wa tukio hilo. Inasisitiza sio tu matishio yanayoweza kukabiliwa na wagombea bali pia udhaifu mpana wa mchakato wa kidemokrasia yenyewe. Shambulio hili la moja kwa moja dhidi ya gari la mgombea urais linatuma ujumbe hatari na limeibua mijadala miongoni mwa wadau wa kisiasa kuhusu ufanisi wa mifumo ya sasa ya usalama wa uchaguzi. Salum Mwalimu, mgombea huyo urais, anawakilisha sehemu muhimu ya mazungumzo ya kidemokrasia na kulengwa kwa gari lake kwa jiwe kuna maanisha zaidi ya uharibifu tu. Unatazamwa na wengi kama dharau kwa vyama vingi vya kisiasa na utulivu wa kitaifa. Mara baada ya kupigwa mawe kwa gari la mgombea urais wa Umma, uongozi wa Umma umewaomba wanachama na wafuasi wake kwa watulivu. Walisisitiza kwamba ingawa shambulio hilo linahusu sana vitendo vya kulipiza kisasi au machafuko ya umma, vitasaidia tu kudhoofisha maadili ya amani na haki ambayo chama kinasimamia. Chama hicho kiliwataka washiriki wake wote kuruhusu mchakato wa kisheria kuendelea na kuweka imani zao kwa taasisi zinazohusika na kusimamia sheria na utulivu. Wito huu wa kujizuia ulikuja huku kukiwa na mvutano na fujo unaokuwa, huku wananchi wengi wakieleza kukerwa na ukweli kwamba gari la kampeni la mgombea urais wao linaweza kushambuliwa kwa ushupavu bila matokeo ya haraka. Wakati uchunguzi wa tukio la kupigwa mawe kwa gari la mgombea urais ukiendelea, asasi mbalimbali za kiraia na waangalizi wa uchaguzi wametoa maoni yao kuhusu tukio hilo linaloashiria haki na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi. Idadi kadhaa ya watetezi wa haki za binadamu wamesisitiza kuwa uchaguzi huru na wa haki hauwezi kutokea katika mazingira
ambapo wahusika wa kisiasa wanafanyiwa vitendo vya unyanyasaji au vitisho. Ukweli kwamba shambulio kama hilo lilitokea kwenye gari lililotumiwa na mwaniaji urais unazua hofu kwamba mchakato wa uchaguzi unaweza kuathiriwa ikiwa dhamana ya kutosha usalama haitatekelezwa kwa haraka au kwa wakati. Mawe kwa gari alilotumia Salum Mwalim pia kumekuja wakati Tanzania inaingia kwenye hatua za mwisho za msimu wake wa kampeni, kipindi ambacho kinakabiliwa na kukithiri kwa shughuli za kisiasa na kuongezeka kwa ushirikishwaji wa watu. Wagombea wanaposafiri kote nchini kushiriki maono na sera zao na wapiga kura, tishio lolote kwa usalama wao huwa tishio kwa haki ya wapiga kura kupata habari kwa uhuru na bila woga. Kushambuliwa kwa gari la mgombea urais wa Chaumma kunadhoofisha zoezi hili muhimu la kidemokrasia na kupendekeza kuwa uwanja wa michezo ya kisiasa unaweza usiwe sawa jinsi inavyopaswa kuwa. Timu ya kampeni ya Salum Mwalim, hata hivyo, kufuatia kupigwa mawe kwa gari lake, imetaka kuwepo kwa uratibu kati ya NEC, polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha usalama wa mgombea rais ama wagombea rais wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Wanasema kuwa uhalali wa mchakato mzima wa uchaguzi unategemea mtazamo wa kutopendelea na ulinzi wa washiriki wote. Kupigwa mawe kwa gari lao la kampeni ambalo lingeweza kusababisha majeraha au mbaya zaidi kama mtu yoyote angekuwa ndani wakati huo, linaonyesha hitaji la haraka la majibu ya kimfumo kwa vitendo vya vurugu vinavyochochewa kisiasa. Wa kimataifa ambao wamekuwa wakifuatilia uchaguzi wa Tanzania pia wamezingatia tukio hilo. Kupigwa mawe kwa gari la mgombea urais wa Chaumma kumetiwa alama kwa tahadhari nyekundu katika tathmini za awali za hatari zinazohusiana na ghasia za uchaguzi. Misheni kadhaa za kigeni zimeripotiwa kushirikiana na mamlaka za ndani ili kusisitiza umuhimu wa kutokuwa na vurugu na kutendewa kwa usawa kwa mashirika yote ya kisiasa. Tukio hilo huenda likaonekana katika ripoti za waangalizi wa uchaguzi zinazotathmini hali ambayo uchaguzi unafanyika na pengine kuathiri uaminifu wa kimataifa wa matokeo ya uchaguzi. Kwa wapiga kura wa Tanzania, kupigwa mawe kwa gari lililopewa mgombea urais kama Salum Mwalim ni zaidi ya kitendo cha pekee, inawakilisha historia ya kutisha ambayo inaweza kukatisha tamaa ushiriki wa wapiga kura na kupunguza imani katika usalama wa kujieleza kisiasa. Wananchi wa Mafinga pamoja na wengineko wanakabiliana na athari za shambulio hilo, wakihoji iwapo jumuiya zao zinasalia kuwa maeneo salama kwa mijadala ya wazi ya kisiasa na ushiriki. Hatua inayolenga ya kupigwa mawe kwa gari la mgombea huyo hutumika kama ukumbusho tosha kwamba ghasia za kisiasa, hata zikionekana kuwa ndogo, zina athari kubwa kwa kiasi kikubwa katika michakato ya kidemokrasia. Jeshi la polisi, hata hivyo, nchini Tanzania limeahidi kuharakisha uchunguzi wa kupigwa mawe kwa gari hilo la kampeni la urais la mgombea Salum Mwalim na kuwafikisha mahakamani waliohusika. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia sasa hivi. Ningependa uweze kunijuza maoni yako chini ya video hii upande wa comment. Vile kumbuka kulike video hii na usubscribe iwapo utafanya hivyo. Itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile mtazamaji, kwa moyo mkunjufu na wa dhati, na kuomba ubonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama video yetu mpya kuhusiana na masuala ama taarifa za kisiasa.